Salamu na amani ziwe nawe popote pale ambapo ulipo. Karibu na nikualike kwenye habari za michezo kitaifa na kimataifa. Langu jina ni Hussein Bakari, Rodri wa habari. Bodi ya ligi kuu nchini Tanzania bara inalenga kuhakikisha ligi inazidi kuwa bora katika ubora wa ligi barani Afrika, ikiwa sambamba na kuhakikisha kanuni za ligi kuu na uendeshaji zinafuatwa. Hayo yamesemwa na afisa habari wa bodi ya ligi kuu nchini Karim Boimanda, na kusema kuwa TPLB haitokubali hata kidogo kushuhudia mchezo wa ligi unachezwa katika viwanja vinavyokinzana na viwango vilivyowekwa na bodi hiyo. Lengo jingine kubwa ni kuona klabu zetu zinatekeleza masharti ya kanuni ya leseni za klabu, hasa kwenye eneo lile la miundombinu, na hapa tunazungumzia ubora wa viwanja. Tumefanikiwa kiasi kikubwa, na kila uwanja ambao tunahisi unakwenda kuturudisha nyuma tunauondoa kwanza, tunauweka pembeni, utakapojipata utarudi. Lakini hatukubali mchezo wote wa ligi uchezwe kwenye uwanja ambao unakosa sifa ama unaweza kukinzana na ubora wa hadhi yenyewe ya ligi ya 4 kwa ubora barani Afrika. So tunakwenda vizuri, malengo yetu makubwa hasa kwenye uendeshaji, pia level ile ya uendeshaji tunayaona yanatimia, na kwa hakika kwa hapa tulipofikia tuna uhakika wa kupata msimu bora zaidi ya ule uliotamatika. Aidha, Karim Boimanda amesema kwa msimu huu umekuwa na ushindani sambamba na burudani. Ligi imezidi kuwa nzuri, yenye kuvutia, ladha ya soka safi na rahisi kulielezea. Sasa ili upate msimu bora, moja kati ya vitu kati ambavyo vinasaidia zaidi kupata msimu bora ni pamoja na level ile ya ushindani viwanjani, ambayo kwa hakika tumeona imeongezeka kwa kiasi kikubwa sana ushindani. Hata ukiutazama msimamo wa ligi kuna namna unaona huo ushindani unavyoakisiwa kwenye huo msimamo. Lakini ushindani peke yake bila kuwa na burudani, bila kuwa na ladha tamu, kuna mushkeli kidogo hapo. Kwa hiyo kitu kikubwa kinachotufurahisha ni kwamba licha ya kuwa na ushindani mkubwa, lakini mashabiki ambao wanakuwa viwanjani, mashabiki ambao wanatazama kupitia runinga, wanapata burudani, yani wanaenjoy kutazama michezo ya ligi kuu ya NBC, ligi ya 4 kwa ubora barani Afrika. Ligi ya NBC ni ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika, ligi ambayo imetoa timu 4 katika michuano yote ya CAF msimu huu wa mwaka 2025-2026, na timu zote hizo zipo hatua ya makundi, ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho barani Afrika. Na klabu ya TRA United ya ligi kuu ya Tanzania bara imetamba kufanya vizuri katika mchezo wao wa kesho dhidi ya JKT Tanzania, uwanja wa Meja Jenerali Samoyo. Akizungumza na EATV, afisa habari wa klabu hiyo Christina Mwagala amesema kuwa uwepo wa kocha Etienne Ndoyagije katika hicho kikosi umeongeza chachu na ubora wa timu kwenye mashindano mbalimbali. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu wachezaji wetu wako vizuri. Tumepata ile momentum nzuri baada ya kushinda mechi ya Tanzania Prisons, ushindi wetu wa kwanza kwa TRA United Sports Club, lakini pia ushindi wa kwanza, mechi ya kwanza kwa kocha Etienne Ndoyagije. Kwa hiyo tunampongeza kocha kwa kazi kubwa ambayo ameifanya ya kuhakikisha kabisa kwamba anakwenda kukata kile kiu ambacho sisi management pamoja na Watanzania wote kwa ujumla tulikuwa tunatamani kuona TRA inakwenda kupata ushindi katika mechi iliyopita. Kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya TRA United, Christina Mwagala amenadi kuwa TRA inalenga kuhakikisha wanacheza mchezo mzuri dhidi ya JKT Tanzania ili kujiweka katika nafasi nzuri kwenye msimamo wa ligi msimu huu. Mimi nitumie nafasi hii kuambia watu kwamba sisi sawa ni wageni wa mechi, lakini sisi tunahamasisha watu waende uwanjani kwenda kushuhudia pira mapato, pira kodi, pira risiti, pira makadirio. Ni mechi ya kwanza TRA kucheza tukiwa Dar es Salaam. Ni mara ya kwanza TRA tunakwenda kucheza mechi ya usiku. Kwa hiyo mimi niwaambie tu kwamba tuende uwanjani, tukawasupport wachezaji wetu wana hari, wana moral. Tunajua mechi ni ngumu, lakini mechi hiyo pia ni kama furaha. Na tumalizia kwa kuangazia habari za michezo kimataifa. Usiku wa leo Stamford Bridge inatarajiwa kushuhudia mchezo wa mvutano mkubwa ligi mabingwa barani Ulaya kati ya Chelsea dhidi ya Barcelona katika mechi ya Match Day 5 iliyopangwa kuchezwa leo Jumanne Novemba 25, 2025. Mechi hii ni muhimu kwa pande zote mbili. Chelsea na Barcelona zote zimeshika pointi 7 baada ya mechi 4. Mashabiki wanatarajiwa kushuhudia mchezo wenye upinzani kweli kweli. Kwa upande wa timu ya Chelsea, kocha Enzo Maresca anakumbana changamoto mbalimbali
ikiwemo huenda akamkosa Cole Palmer katika dakika za mwanzo za mchezo, huku Hans Flick yeye ana nafasi ya kuwa na vijana wake Lamine Yamal, Robert Lewandowski pamoja na Rafinha. Kiujumla, mchezo huu ni mchezo ambao watu wanaosubiri kwa hamu na gamu kweli kushuhudia kipi kitatokea wakati wa mchezo huo uwanjani. Nyota wa klabu ya Everton Idrissa Gana Gueye ameomba radhi kwa nahodha wake Michael Keane mara baada ya hapo jana kumpiga kibao katika mchezo wa EPL walioibuka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Manchester United uwanja wa Old Trafford OT. Idris alimpiga kibao ndani ya dakika 15 tu ya mchezo kipindi cha kwanza baada ya kupishana kauli kwenye majukumu ya kiulinzi wakati Everton ilipokuwa inashambuliwa. Tukio hilo lisilokuwa la kiungwana limemfanya mwamuzi kumtoa nje nyota huyo kwa kadi nyekundu dakika 13 ya mchezo na Everton kucheza pungufu kwa dakika 77 uwanjani. Kupitia mtandao wake wa Instagram pamoja na X maarufu kwa jina la Twitter zamani, Idris amesema kuwa naomba msamaha kwanza kwa mchezaji mwenzangu Michael Keane, pia ninaomba msamaha kwa wachezaji wenzangu, wafanyakazi na mashabiki wa klabu hii. Kilichotokea hakiakisi mimi ni nani au maadili ninayosimamia. Hisia huwa zinapanda, lakini hakuna kinachohalalisha tabia kama hiyo. Nitahakikisha haitotokea tena, amesema Idrissa Gana Gueye. Ripoti za michezo kitaifa na kimataifa. Mimi ni Hussein Bakari, Rodri wa habari, mwenye utajiri wa habari wa EA TV.